BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulua. Tunakupongeza na kukushukuru kwa kuendelea kufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu. Naendeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka hapa BMP TV Online. Tunawaletea taarifa kamili za habari kila siku kwa nyakati zifuatazo. Saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi ya Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Leo Alhamisi tarehe 23 Oktoba 2023, na sasa tuende moja kwa moja kwenye muktasari wa habari za leo. Tanzania. Watanzania watakiwa kuwa na mtazamo mpana kuhusu bara la Afrika na mustakabali wa taifa lao. Wito watolewa kwa wananchi kuwa makini na taarifa za uzushi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. DRC. Wazalendo wa Sud Kivu watangaza kuwa wako tayari katika maeneo ya operation na kuendelea na harakati za kulinda amani na umoja wa taifa. Ujumbe kwa wananchi wote wa Kongo watakiwa kuendelea kuwa na umoja na kuunga mkono juhudi za kizalendo kwa njia ya amani. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kwa ujumla pamoja na dunia nzima. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kwa ujumla. Habari kamili. Tanzania. Katika kipindi hiki ambacho taifa la Tanzania linaelekea kwenye uchaguzi mkuu, raia wametakiwa kuwa na mtazamo mpana kuhusu mustakabali wa Afrika kwa ujumla, hususan nchi yao. Wito umetolewa kwa Tanzania kutafakari kwa kina na kuepuka kuingizwa katika mijadala ya uzushi na upotoshaji unaoenezwa kuhusu serikali, hasa katika majira haya ya kisiasa yenye mvutano. Wananchi wamehimizwa kutazama video inayozungumzia hali hiyo, ambayo imeibua mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa raia na wajibu wa kulinda umoja wa kitaifa. Watu wanazungumza maisha magumu. Mama Samia na miaka 3 katika utawala wake anasema maisha magumu. Mwalimu Nyerere katawala, wewe ulikuwa na ngapi? Katoka Nyerere kaja Salimu, wewe ulikuwa na ngapi? Alia Salimu kaongoza, katoka kaja Mkapa, wewe ulikuwa na ngapi? Mkapa katoka kaja Kikwete, wewe ulikuwa na shilingi ngapi? Kikwete kaondoka kaja Magufuli, wewe ulikuwa na shilingi ngapi? Hii miaka 3 unasema maisha magumu tangu zamani. Wewe una mpango wa kutengeneza hela mjini hapa au utabadilika? Hivi sasa kama hao katika jiji, kero duniani hazishi. Nani kakwambia kero zinakusha? Kero zinapungua. Wewe na mume wako mmetoka Mnyatu, mmetoka Kamtalamba, mmekuja mjini hapo, mmemlisha vizuri, mmea kala vizuri, ananeba usipa na corona. Hiyo sio kero, mbona sio kero? Kero zinapungua. Mimi washukuru sana wewe Muislamu wa Tanzania. Mera yuko vizuri kwenye mtaa wake, anaendesha vizuri katika mtaa wake. Uchaguzi ndio huo unakuja mwezi wa 7 kujiandikisha. Sasa mimi sikwambii na wala sikwambie sana. Wewe tulia, ukitaka kujaribu siku zote maji yanajaribiwa na mtu. Baada ya kusikiliza video hiyo, mzee mmoja ametoa hoja yenye uzito akisema kwamba taifa la Tanzania linapaswa kujifunza kutokana na changamoto zake. Amesema kuwa mara nyingi njaa na tamaa binafsi ndizo zinazowafanya baadhi ya watu washinde kujidhibitishia na kujitambua, hali inayosababisha wengi wachache kuibuka na kuvuruga amani na maslahi ya wananchi wote.
Wito umetolewa kwa Watanzania wote kusimama kwa umoja, kuepuka migawanyiko ya kisiasa na kuendelea kulinda misingi ya amani, umoja na maendeleo ambayo taifa limejenga kwa miaka mingi. Tunahitimisha taarifa yetu kutoka katika nchi ya Tanzania. Tanzania inahitaji umoja, si mgawanyiko. Amani, si vurugu. BMP TV tunakuletea sauti ya wananchi, sauti ya amani na maendeleo. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka nchi ya Tanzania. Tujielekeze nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Sud Kivu, harakati za wazalendo zimeendelea kwa nguvu, ambapo viongozi wa kundi hilo wamezipitisha kuwa tayari wapo uwanjani wakilinda mipaka na maslahi ya taifa la Kongo. Katika ujumbe wao kwa umma, wazalendo wamewahimiza wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kudumisha amani, mshikamano na uzalendo, wakisisitiza kwamba mustakabali wa taifa uko mikononi mwa wananchi wenyewe. Wameeleza kuwa harakati zao zinajikita katika kulinda ardhi ya Kongo dhidi ya vitisho vya kiusalama vinavyolikumba eneo la mashariki, na wamesisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za amani kwa njia za kistaarabu na kisheria. Sikiliza ujumbe huu uliobeba hisia nzito ya wazalendo. Je suis ici pour vous dire, pour demander l'aide à tout le peuple congolais. Peuple congolais, les wazalendo ont besoin de votre soutien. À l'heure où je vous parle, avec ma mathématique, ma physique, nous avons constaté que les wazalendo d'Uvira ont la force de récupérer, de libérer les deux provinces occupées par les ennemis. Mais sans votre soutien, la population de Goma, la population de Bukavu et tous ceux qui sont à l'extérieur, et même d'autres provinces non occupées par l'ennemi, sans votre soutien, le wazalendo ne peut pas y arriver. Vous devez savoir une chose, que les wazalendo ont la force de libérer Bukavu et Uvira, plutôt de libérer Bukavu et Goma, mais ils n'ont pas la base qui les garantit que une fois récupéré Bukavu et Goma, comment ils vont continuer à les protéger, ces deux provinces. Mais si nous, les peuples congolais, quand je dis le peuple congolais, c'est-à-dire je ne distingue pas, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, comme il est de Bandundu, il est de l'Équateur, il est de, je ne sais pas, de Kinshasa, les problèmes de l'Est, ça ne les concerne pas. Vous devez savoir une chose, que une fois Uvira tombe, Kinshasa dans 4 jours sera aussi tombé. Là, on ne parle plus de Kalemi, on ne parle plus de Lubumbashi. Parce que la plupart des rebelles sont originaires de ce côté-là, de leurs dirigeants. J'aimerais vous faire appel à tout le monde, peuple congolais. Si nous voulons sauver ce pays, si nous voulons sauver notre pacte, nous devons soutenir Wazalendo. Dans tous les cas, matériellement, moralement, financement, et ce qui est vraiment important. N'oublie pas, à l'époque de AFDEL, RCD, AFDEL, à Kinshasa, les gens de Kinshasa les femmes ne porteraient même pas les pantalons. Une fois on vous trouve avec les pantalons, vous étiez chicoté en plein air dans la rue. C'est-à-dire, on vous avait privilégié de votre droit d'être appelé Congolais, d'être appelé une femme pour le droit de vivre. Et aujourd'hui, si on laisse tomber notre République, vous devez savoir que même si vous êtes de ce côté-là, vous serez toujours les esclaves des ennemis du pays. Alors, il est temps en tout le monde, peuple congolais, de soutenir Wazalendo. Wazalendo n'ont aucun soutien, ni du gouvernement, ni même de la population.
Certaines se donnent, mais cette contribution était suffisante pour sauver la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous devons remercier les Wazalendo d'Uvira. Nous devons remercier les Wazalendo même de Bukavu qui se donnent aujourd'hui, qui sont dans les montagnes, qui sont en train de mettre à l'aise l'ennemi, afin qu'il puisse libérer Bukavu et Goma. Nous avons d'autres Wazalendo qui sont été morts quand les FARDC a trahi la République démocratique du Congo. Ils ont été même pris en otage et tués même. Que leur âme repose en paix. Il est temps à tout Congolais de se prendre en charge. Que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu sois dans le pays. Tout le monde, nous avons le droit et le devoir de soutenir Wazalendo. Parce que sans Wazalendo, nous allons rester toujours des esclaves, des ennemis du pays. Et n'oublie pas une chose, que les aiguilles de l'horloge avancent très vite. Et une fois nous sommes distraits, dès que l'ennemi occupera une grande partie de la République démocratique du Congo, ça ne sera pas facile de les récupérer encore. Alors, il est temps à tout Congolais de se donner, de participer à cette lutte que les Wazalendo sont en train de faire, de contribuer, financement, qui est vraiment important, matériellement, et même moralement, et physiquement. La jeunesse de Bukavu et Goma, vous devez vous donner pour votre liberté. Les gens qui sont en Europe, votre contribution financière et matérielle est tellement importante. Car les Wazalendo, en voyant votre contribution, seront motivés et ne soyez pas étonnés, dans quelques jours, notre patrie, notre ville peuvent être récupérées. Taarifa hiyo imeongeza kuwa licha ya changamoto kadhaa katika baadhi ya maeneo, wapiganaji wa Wazalendo wako imara na wanashikilia dhamira ya kulinda raia na kuheshimu misingi ya haki, umoja na uhuru wa taifa. Wananchi wametakiwa kuepuka taarifa za uzushi na kuendelea kufuatilia matangazo rasmi kupitia vyombo vya habari vya kitaifa ikiwemo BMP TV Online, ambayo inafuatilia kwa karibu hali ya usalama na maendeleo ya operesheni hizo mashariki mwa nchi. Tunahitimisha taarifa yetu kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo. BMP TV Online itaendelea kuletea taarifa sahihi na za kuaminika kutoka katika mikoa yote ya mashariki mwa Kongo na maeneo ya mipakani. Endelea kutufuata, kushiriki na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila siku kuanzia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. BMP TV Online, sauti ya amani, umoja na ukweli wa Kongo. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe wa kwanza kupata update zetu zenye uhakika, zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. Kutane majira ya saa 12 alfajiri majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.